Naitwa Erasto Makweta, makamu mkuu wa shule ya wasichana umma ambayo inamilikiwa na masista wa Misericordia wa Verona hapa Dodoma katika jimbo kuu la Dodoma. Huruma Girls Secondary School au Huruma Sekondari ni shule ya wasichana inayomilikiwa na kanisa la Katoliki ambalo kimsingi iko chini ya masista wa Misericordia ambao makao makuu yake yako kule Verona, Italia, na masista hao ndio wanaoendesha shule hii, na shule hii ipo hapa Dodoma mjini kama kilomita 1.5 kutoka katikati ya mji wa Dodoma. Maono ya shule ni kwanza kutoa elimu bora kwa mwanafunzi. Hapo mwanzo shule hii ya Huruma ilikuwa ni Homecraft, baadaye ikabadilishwa kuwa sekondari, na malengo makuu kule mwanzo ilikuwa kumlea huyu binti kuwa mama bora, lakini baada ya muda ikaonekana kuwa malengo hayo pengine kama yamepitwa na wakati, kwa sababu kutokana na soko la ajira, hivyo ikabadilishwa kuwa sekondari. Baada ya kuanzishwa kuwa sekondari, bado yale maono ya kumfanya kijana huyu au binti huyu kuwa mama bora bado yapo, lakini kumpatia elimu iliyo bora ambayo inaweza kukidhi soko la sasa katika ulimwengu wa sasa wa teknolojia. Lakini pia katika maono yetu ni kuhakikisha kuwa huyu mwanafunzi ambaye yupo Huruma sekondari anafundishwa masomo yale ambayo yapo kitaaluma, lakini pia kumfundisha mwanafunzi awe na maadili mema. Kama tunavyofahamu, dunia imebadilika sana, na pia wanafunzi wengi au vijana wengi wanaharibika baada ya kutoka shuleni, na wengine wakati wakiwa shuleni pia maadili yao si mema. Kwa hiyo tunawalea kuhakikisha kuwa wanakuwa na maadili mema, lakini pia kwa sababu ni shule ya kanisa, pia tunafundisha kujifunza kuwa na maadili mema ya kiroho pia. Kwa hiyo wale wa Katoliki wanafika kanisani, lakini wale makanisa mengine pia Anglikana, Lutheran pamoja na Waislamu wote katika ujumla wake tunawafundisha kuhakikisha kuwa wanakuwa na maadili mema. Kwa hiyo wana vipindi maalum ambavyo wanafundishwa maadili ya kiroho ambayo yatawakuza ili kuwa wasichana bora baadaye, lakini kuwa watu bora ambao watasaidia katika nchi. Kinachoifanya shule ya Huruma kuwa bora kwanza ni kwamba ni shule ambayo mkazo wetu ni elimu. Mwanafunzi anapofika Huruma, tuna mambo mawili ambayo tunayakaza. La kwanza ni taaluma. Tunataka mwanafunzi awe vizuri kitaaluma, afanye vizuri. Lakini la pili ni maadili. Kwa hiyo tunakaza mambo hayo mawili, maadili pamoja na taaluma. Haisaidii kuwa na mwanafunzi ambaye kitaaluma yuko vizuri sana, lakini kimaadili ameharibika. Kwa hiyo tunakaza mambo hayo, na tumeona kwa kweli yamekuwa ni msingi sana kwenye shule yetu, na shule yetu imeenda kufanya vizuri sana kwa sababu wanafunzi wetu wana nidhamu nzuri, lakini pia tunao walimu ambao wana maadili mema na wanawafundisha wanafunzi si katika yale masomo ya kitaaluma tu, lakini pia katika maadili. Na tuna wiki maalum ambayo hukaa na wanafunzi kujifunza mambo yanayohusu jamii. Mwezi wa 8 kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 8 ni tunaita Huruma wiki. Katika siku hizo 8 tunajaribu kujadili namna ambavyo maisha yanaenda katika ulimwengu na jinsi ambavyo mambo yanabadilika. Kwa hiyo katika kipindi hicho ni kipindi ambacho tunajaribu kuwafundisha wanafunzi kuwa na maadili mema, lakini pia wawe na mchango katika jamii, waifahamu jamii uwezo. Lakini kuna wanafunzi wanatoka kwenye familia ambazo zina uwezo wa katikati, na kuna familia ambazo zinatoka kuna wanafunzi ambao wanatoka kwenye familia ambazo hazina uwezo kabisa.
Lakini pia shule hii inawasaidia wale wanafunzi ambao wanatoka kwenye shule kwenye familia ambazo hazina uwezo kabisa na hawalipi ada. Shule inafanya mpango wa kuwasaidia, kuwasomesha ili waweze kuisaidia nchi. Kwa hiyo huu mwezi huwa tuna utaratibu wa kutoka hapa shule na kwenda kwenye vituo vya wahitaji, na hawa watoto wanatoa vitu walivyo navyo kwenda kuwasaidia wahitaji, ili waweze kujua kwa zipo familia ambazo zina matatizo, zina changamoto, lakini wapo wenzao ambao hawajapata fursa kama hii ambao wanayo katika shule hii. Kwa hiyo inawafanya waweze kujifunza. Kwa hiyo wanajifunza kitaaluma, lakini wanajifunza katika mambo mengine ambayo kimsingi yanawakuza na kuifanya shule yetu kuwa bora zaidi. Katika uwekezaji kuhakikisha kuwa tunakuwa na elimu bora, kwanza ni kuhakikisha kuwa vitu vya msingi ambavyo mwanafunzi anatakiwa kuwa navyo vinapatikana hapa Huruma. Kwanza ni kwamba shule yetu ni kwamba tunanunua vitabu vyote vya wanafunzi vya kiada, kuhakikisha kuwa kila wanafunzi wawili wana kitabu kimoja. Hilo tumefanikiwa. Lakini la pili, tunazo maabara bora ambazo zina kila kitu kinachohitajika katika maabara. Chemicals zote zipo kwenye maabara, lakini na vitabu vinavyohusika katika maeneo hayo vipo. Lakini tunao pia walimu bora ambao wanaweza kufundisha na wanafunzi wakaweza kuelewa na kufanya vizuri. Lakini pia tumeweka uwekezaji katika library yetu, inahitajika katika level zote, kwa maana ya wanafunzi wa kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4, lakini wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6 vitu vyote ipo. Lakini pia tunayo mabweni ambayo ni bora sana, na mwanafunzi analala eneo ambalo ni safi. Lakini pia sio hiyo tu, tunawafundisha wanafunzi kuhakikisha kuwa wanatunza hayo maeneo, wanatunza kule bwenini, wanatunza hizo maabara, wanatunza kule library, lakini madarasa yao pia kuhakikisha kuwa yanakaa katika hali ya usafi wa hali ya juu. Kuhusu wazazi watoto wetu wa Huruma, tunao ujumbe kwao kwa jambo la nidhamu si la shule peke yake, letu shule, lakini la wazazi pia. Tunayo nafasi sisi kama shule kwa wakati wanafunzi wakiwa shule muda wote, lakini pia kuna wakati ambao watoto wanakwenda nyumbani. Wakifika nyumbani, tunaomba wazazi waendelee kuwalea katika maadili mema na wahakikishe kuwa watoto wetu wanakuwa katika uangalizi. Tusione kuwa watoto wao tayari wameshakuwa wanaweza kujitegemea, bado wanahitaji msaada wa wazazi. Kwa hiyo waendelee kuwalea katika njia iwapasayo. Lakini pia tunaomba wazazi pale tunapowaita kwa ajili ya majadiliano juu ya maendeleo yao, juu ya nidhamu zao, wafike shule ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kuwa tunamlea huyu mtoto katika njia ipasayo, ambayo hata akiwa mzee hata isahau. Tukishirikiana wote kwa pamoja, ni kwamba tunaweza kumjenga huyu mtoto akakaa vizuri. Lakini pia ili huyu mtoto aweze kufanya vizuri, kwa wazazi ni kwamba kuna nafasi ya mzazi, kuna nafasi ya mtoto, lakini kuna nafasi ya mwalimu. Kwa hiyo ushirikiano wao na sisi utawafanya waweze kufanya vizuri, lakini tutaifanya shule yetu iendelee kufanya vizuri zaidi. Lakini tunawakaribisha wale ambao hawajaweza kuleta watoto hapa shule ya Huruma waweze kuwaleta shule ya Huruma. Tuna nafasi ya kidato cha kwanza, lakini pia kidato cha 5, ambacho kidato cha kwanza wanaanza mwezi wa kwanza, lakini kidato cha 5 wanaanza mwezi wa 7. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sister Martha Elias Lubinza, sister wa shirika la masista wa Misericordia. Nafanya utume wangu katika shule ya wasichana Huruma iliyopo hapa Dodoma. Ni mwalimu na pia ni mwalimu wa malezi. Mwalimu wa malezi anachukua nafasi kubwa sana kwa malezi ya mwanafunzi, hasa wa kike, kwa sababu anachukua nafasi ya mama na mlezi. Anamchukulia mtoto
kama mtoto wake. Hata kama mzazi yuko nyumbani, lakini mwalimu anachukua nafasi kubwa kwa sababu mwanafunzi anakaa muda mrefu shuleni tofauti na nyumbani. Kiukweli hapa shuleni tunawasaidia sana watoto na tunatoa malezi bora, kwa sababu mtoto anakuja mdogo hajui hata kufua nguo, tunamwelekeza. Tuna matroni ambao wanawalea hawa watoto, lakini licha ya kuwepo kwa matroni tuna masista ambao kila wiki kuna sista wa zamu anakuwa karibu zaidi na mtoto, anamsikiliza na watoto wanakuwa huru kumwendea sista. Hata kama kuna shida yoyote usiku, anakuwa rahisi zaidi kujieleza kwa sista na kwa hao matroni. Kwa hiyo tunawapatia msaada mzuri na wapekee zaidi, na watoto wanakuwa huru na kujieleza shida zao na matatizo yao. Kikweli shule yetu ya Huruma tunatoa malezi ya kiroho, malezi pia ya kijamii ambayo atamsaidia atakapomaliza elimu yake atakuwa huru kufanya kazi yoyote. Kwanza katika malezi ya kiroho tumewapangia programu ya kusali misa za asubuhi, na kwa mwaka pia wanapata semina mbalimbali ambao wanapata wakufunzi mbalimbali ambao wanawasaidia kisaikolojia, na pia wanapata muda wa kusali jioni. Na siku za Jumanne kila sista ana darasa lake ambalo anafundisha dini, kitu ambacho kinamjenga mwanafunzi kiroho zaidi. Na pia katika mazingira mengine tunawafundisha ujasiriamali. Watoto wanapata malezi na wanajifunza kutengeneza sabuni, kufanya usafi wa mazingira yao wenyewe, hakuna kufanywa na mfanyakazi. Kwa ile pale namsaidia zaidi mtoto. Pia tumewajengea moto wa shule yetu ni upendo wa Kristo hutubidisha. Kwa hiyo tunawalea watoto wawe na upendo kwa wengine, wawasaidie watoto wengine ambao wanakuja na mazingira magumu, unakuta hawana kitu chochote. Kwa hiyo shule kama shule imejiwekea sanduku ambalo wanaweka chochote, watoto wanapishana uwezo. Kwa utakuta kuna watoto wengine wana uwezo mkubwa, shule imeweka sanduku ambalo wanaweka kama ni hela, kama ni kitu, alafu baada ya mwisho wa mwezi shule inatoa kwa wale watoto ambao hawana uwezo. Au kwa mwaka mzima huwa tuna wiki linaitwa Huruma Wiki. Ndani ya hilo wiki ndipo tunakusanya vitu ambavyo watoto walijitoa kwa wengine na tunawapelekea wahitaji. Tunajitahidi sana kuishi jina la shule kwamba ni huruma, na pia upendo wa Kristo unatubidisha kwa wote. Kwa watoto wanakuwa huru kumsaidia yoyote na wanapendana zaidi. Katika hicho katika kipengele cha malezi, watoto wanaweza kwenda sehemu nyingine kuangalia wahitaji, hata hospitalini inawasaidia wao kwamba tukirudi kwenye jamii kuna watu wahitaji kama hao. Na kipengele kingine ambacho tunawafundisha katika kutengeneza hivyo sabuni na kadhalika, hata akikosa ajira, mtoto anapotoka Huruma Sekondari anakuwa huru kufanya biashara nyingine akiwa anasubiri ajira kutoka serikalini. Tunaweza kutambua tabia ya mtoto hasa anapofika shuleni, namna atakavyojihusisha na wengine, namna anapotumwa na sista na mwalimu na mfanyakazi yoyote, hata kama ambaye sio mwalimu, utii wake ukoje. Pia tunaweza hata kumpima akiwa anatembea, unaweza kumwekea kifaa chochote mbele, je atakiokota au atakichukua? Anapotembea, je anaweza kuangalia kama kuna uchafu wote akaokota? Kwa hiyo hii hapa inatusaidia tunapowawekea vitu kadhaa ambavyo vinaweza kama kishawishi cha kutambua tabia yake. Na pia tunatambua pia kutokana, tuna dawati au kama kundi la walimu ambao ni walezi ambao wanaangalia nidhamu ya mwanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi pia anapofanya vizuri anapewa zawadi. Mwanafunzi pia anapofanya vibaya basi anaonywa na kurekebishwa. Pia mwalimu anapopita mwanafunzi, je anakuwa huru kumpokea akiwa na mzigo wowote, anapotumwa mahali popote anafanya kwa wakati. Hii inatusaidia pia. Kingine pia tunatumia pia kuuliza hata historia ya wazazi. Watoto wanatoka sehemu mbalimbali. Kuna watoto pia wametoka na changamoto nyumbani, wanakuwa hawako huru zaidi kueleza matatizo. Unakuta mtoto yuko kila siku yuko idle, anajificha peke yake. Kumbe nyumbani alikuwa hauruhusiwi kucheza na watoto wengine. Kwa hiyo tunapomkuta mtoto amejitenga, tunakuwa huru kumuuliza na kumweka karibu zaidi aweze kusaidika na tabia yake na imarika zaidi. Ni muhimu sana kumleta mwanafunzi au mtoto katika shule ya wasichana Huruma. Ni shule ambayo inatoa maadili mazuri, inatoa elimu bora kama matokeo yetu ambavyo yanaendelea kujieleza. Hutajutia kumleta mtoto Huruma Sekondari. Matokeo ni mazuri na
hasa kwa advance. Ukimleta mtoto utapata atatoka na elimu bora kabisa na atakuwa huru kujieleza, na pia hata atakapoajiliwa atakuwa jasiri kutokana na malezi aliyoyapata, ukuaji wake na jinsi ambavyo ameleleka hapa na masista na walimu wengine wanavyotoa huduma hii. Malezi ni bora, elimu ni bora pia, na hasa zaidi kiroho zaidi anaimarika. Tupo karibu kabisa na kanisa kuu ambapo anapata misa kila siku na mafundisho ya kutosha, na hata masista pia wanaendelea kumfundisha imani ambayo ni stahiki kabisa, ambayo itamjenga kiroho na kimwili. Kwa anapata elimu bora, anapata malezi mazuri, na pia anakuwa mwanajamii mzuri na mwanamke imara na hodari katika jamii. Naona mchango wake ni mkubwa sana, kwa sababu tunaona watoto waliotoka Huruma wanapokuwa wabunge, wengine madaktari wazuri, ambao wanarudi kusifia shule na kuwasihi hata wadogo zao kwamba wawe hodari na watakuwa watu wakubwa katika jamii na watakuwa watu hodari. Kwa hiyo shule hii ina mchango mkubwa sana kwa ukuaji wa mtoto na pia kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu inatoa wasichana ambao wanajiamini, wasichana ambao ni viongozi wazuri, ambao wanakuwa tayari kwenda sehemu yoyote na kusimama mbele za watu na kueleza na kusaidia wengine, hasa wahitaji na wale watu wote wanaokuja kuwaomba msaada, kutokana na malezi bora walioyapata, elimu pia aliyoipata. Elimu anayoipata mtoto hapa inamsaidia yeye kuendelea na elimu ya juu na kuwa hodari zaidi. Pia malezi ya kiroho yanamsaidia wengine, tunapata masista na wengine pia wanakuwa wamama wachungaji na viongozi wazuri ndani ya kanisa. Na malezi ya maadili na ya jamii, wengine wanakuwa wajasiriamali wazuri, kwa sababu wanakuwa wanaweza kuanzisha makampuni yao na wakatumia ile elimu walioipata hapa ikawa msaada kwa watu wengine ambao hawana uwezo hata wa kwenda sekondari. Twende kukusihi na kukukaribisha kuleta wanafunzi katika shule hii, kwani ni shule bora ambayo inaongozwa na moto unaosema upendo wa Kristo hutubidisha, ambayo uko chini ya masista wa shirika la masista wa Misericordia wa Verona, wanaoendeleza na kuieneza karama ya huruma. Mlete mtoto wako si kuhurumiwa tu, bali pia atakuwa huruma kwa watu wote na atakuwa msaada kwa jamii nzima. Kwa jina naitwa Mwalimu Macleus Kasimiri Kasasa. Ni mwalimu wa shule ya sekondari ya wasichana Huruma. Ni mwalimu wa somo la English language. Pia ni mwalimu anayefanya kazi katika ofisi ya taaluma. Wamezoea kuniita senior. Vitu tunazotumia kuhakikisha mwanafunzi anaelewa somo lake, kuna njia ya ushirikishi, wanaita participatory method. Je, kushirikishana, kwa sababu tendo la kujifunza ni it's a two-way traffic, a student and a teacher. Kwa hiyo tunatumia njia hiyo ya kushirikisha. Vile vile tunatumia njia ile ya kusikia na kuona, wanasema ni audio visual method. Kwa hiyo tunatumia vitu kama hivyo, na wakati mwingine tunatumia njia ya maswali kuhakikisha huyu mwanafunzi ameelewa au hajaelewa. Mwalimu anaweza kumtambua mwanafunzi mmoja mmoja uelewa wake katika shule ya sekondari ya wasichana Huruma kwa kuwapima. Kwa mfano, yuko darasani katika ile the whole process of learning and teaching, anaweza akamuuliza swali, jinsi atakavyojieleza utajua huyu ameelewa au huyu hajaelewa. Au wakati mwingine unaweza ukatoa kazi, unapima kwa kutoa kazi, aidha labda ni kuandika au ya kujibu pale pale. Kwa hiyo unaweza kugundua huyu mwanafunzi ameelewa, huyu hajanielewa. Kwa wale wanafunzi ambao wanachelewa kuelewa, kwa sababu kuelewa ni process, ni mchakato. Mwalimu anaweza kufundisha darasani pale moja kwa moja mpaka kipindi kinaisha hajaelewa mwanafunzi. Lakini kama nilivyosema, kama kutaka kujua ameelewa hajaelewa,
tunawapima. Lakini baada ya kuwapima, basi tunawaweka katika makundi. Basi unaweza kuwatengea, unaweza kumuita ukaongea naye ukajua ana changamoto zipi katika kuelewa kwako, kutokuelewa kwake. Basi unaweza ukampangia muda au ukamchukulia muda wa ziada baada ya ule muda wa darasani. Mara nyingi tunaita kama remedial classes. Mzazi au mlezi kumpeleka mwanafunzi katika shule yote ile, na kwa sababu nazungumzia shule ya Huruma, wanaangalia ufaulu wa ile shule, matokeo ya ile shule. Shule yenyewe ya Huruma ina matokeo mazuri tangu mwanzo. Ina historia nzuri ya matokeo mazuri. Kwa mfano, shule yetu inachukua form 1, inachukua wanafunzi form 1 mpaka form 6. Wanafunzi wa kila dini, wa kila dhehebu na pande zote za Tanzania. Na huwa tuna baada ya kuchukua wanafunzi, basi tunafanya interview. Huwa tunafanya interview kwa kuchukua kidato cha kwanza mpaka cha 6. Baada hapo tunaanza kuwafundisha. Lakini matokeo mazuri yanafanya mzazi alete mtoto wake katika shule yetu. Kwa hiyo matokeo ni mazuri. Mfano mzuri, kwa mfano mwaka jana tulikuwa na wanafunzi wa kidato cha 4 80. Waliopata daraja la kwanza au division 1 walikuwa 75, division 2 walikuwa 5. Kidato cha pili walikuwa wanafunzi 76 na wote walipata division 1. Na kwa historia tu ni kwamba katika miaka yote katika shule hii ufaulu ni mzuri. Kwa mfano matokeo mwaka 2020 kwa kidato cha 4 tuliwahi kupata mtoto 10 bora. Yeye alikuwa 10 bora, alikuwa wa 7 kwa upande wa watoto wa kike Tanzania nzima, lakini vile alikuwa ni wa 10 wa overall watoto wa kike na wa kiume. Lakini alikuwa ni wa kwanza Tanzania nzima kwa somo la Kiingereza. Kwa hiyo kwa namna hiyo inaonyesha kwamba kuna ufaulu mzuri. Na kwa upande wa A level mwaka 2019 somo la Kiswahili liliwahi kuingia top 10 kitaifa. Mwaka 2018 somo la uchumi kwa A level waliingia top 10 kitaifa. Na somo la English language nalo mwaka huo wa 2018 tuliingia top 10 kitaifa. Kwa hiyo kwa kifupi ufaulu ni mzuri. Majina naitwa Jacqueline Michael, ni mwanafunzi wa Huruma Sekondari kidato cha 6 2026. Kwa kweli ninaisifia sana Huruma kwa kuwa imekuwa ni shule ambayo inatoa taaluma kubwa kwa wanafunzi wengi, pamoja na mazingira tunayojisomea ni mazingira safi na salama kwa ajili ya mwanafunzi kutoka na division 1. Tarajia matokeo makubwa, kwani watu wengi wanatumaini kwamba shule hii ni shule yenye walimu wenye taaluma kubwa wanaotoa wanafunzi ambao mbeleni tunapata viongozi wakubwa wanaokuja kusaidia nchi yetu, lakini pia tunapata elimu bora ya kiroho na kimwili pia. Hilo ndio jambo ambalo tunamshukuru Mungu katika shule yetu ya Huruma. Napenda kuwashauri wazazi kwamba kuhusiana na shule ya Huruma, shule ya Huruma ni shule ambayo inatoa taaluma kubwa kwa wanafunzi ambao wametoka O-level au katika mashule mengine wakiwa wabovu. Lakini pia tunao walimu wenye taaluma kubwa ambao wamespecialize kabisa, ambapo wanaweza kumfundisha mwanafunzi akaelewa pasipo kukariri. Lakini pia tunao mazingira ambayo yana uwezo wa kufanya ukasoma salama, kwani ulinzi ni mkubwa. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu tunao masista au uongozi wa shule. Uongozi wetu ni mzuri, kwani unatuongoza vizuri na sisi pia ukiwa unatuombea. Kwa hiyo unapojitahidi kuja katika Huruma, amini ya kwamba mwanao atakuwa salama kwa upande wa kiroho pamoja na kimwili, kwani ni shule ambayo inalinda mtoto, inampatia afya njema, lakini mwisho wa siku anakuja kutoka na matokeo mazuri.